kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media imewasilishwa kwenye mkutano mkuu. Kumekuwa na maoni, ushauri na mapendekezo ambayo uongozi wa chemba ngazi ya taifa umekuwa ukipokea kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali na vyama rafiki vya kibiashara vya ndani na nje ya nchi na hata kutoka kwa baadhi ya wanachama wa TCCIA. Ushauri huu umeelekeza TCCIA kufikiria uwezekano wa kuifanyia marekebisho katiba yake iliyopo ili iendane na kukidhi mabadiliko ya sekta mbalimbali za kiuchumi nchini na duniani. Utofauti huo umedhihirishwa kwenye mikutano ya pamoja na wadau mbalimbali, vyama rafiki vya biashara na wakati wa ziara za viongozi wa TCCIA kutembelea chemba zingine za nchi za nje. Lengo sio kunakili kila kitu kinachofanywa na chemba zingine za nje, kwa sababu tunatambua kuwa mazingira ya kiuchumi na sera za kibiashara zinatofautiana kati ya nchi na nchi. Lakini swala linalopewa umuhimu na kushauriwa lizingatiwe ni umuhimu wa uwakilishi jumuishi wa sekta mbalimbali za kiuchumi ndani ya TCCIA bila kuathiri misingi ya kuanzishwa kwake. Kwa kuwa TCCIA ni chama huru cha kibiashara kinachohudumia sekta zote za kiuchumi, na kwa kuwa TCCIA sio kisiwa, inafanya kazi kwa kushirikiana na wadau wengine katika kutoa huduma za uwezeshaji wa kibiashara, yani business facilitation, na kwa kuwa kuna wadau walioonyesha nia ya kusaidia mchakato wa kuifanyia marekebisho ya katiba iliyopo. Hivyo basi, mkutano mkuu wa taifa uliofanyika leo tarehe 7 mwezi wa 12 2024 katika ukumbi wa Natoglo jijini Dar es Salaam kwa kauli moja umepitisha azimio la kufanyika kwa marekebisho ya katiba ya TCCIA kwa mujibu wa ibara ya 119 ya katiba iliyopo. Mchakato huu utakuwa shirikishi utakaohusisha kukusanya maoni kutoka kwa wanachama na wadau mbalimbali katika mikoa yote na utazingatia taratibu zote za kisheria kama zilivyoainishwa katika sheria ya usajili wa makampuni. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo hili lilikuwa ndio azimio lililowasilishwa kwenye mkutano mkuu na likapitishwa, na ndio maana utekelezaji huu unaendelea, na waheshimiwa wenye viti wa mikoa walipewa dhamana sasa ya kuweza kuratibu mikutano hii ili iweze kufanyika kwa kuwashirikisha wanachama kwenye maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Naitwa Mwadhini Omar Mianza, ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara viwanda na kilimo mkoa wa Morogoro. Leo tuna zoezi hili ambalo linaendelea la kuboresha katiba ya TCCIA na ni zoezi la kitaifa. Lengo lake kubwa ni kujali mabadiliko ambayo yameshakuwa wazi katika nchi yetu tangu mwaka 1988 tulipokuwa na katiba ya kwanza. Na hapo katikati ni kweli tumefanya maboresho hapa na pale, lakini tumefika hatua ambayo tunahitaji kuwa na mtazamo mzima wa katiba iliyopo, na ni zoezi ambalo linaashiria kwamba tumefikia hatua ya kufahamu kwamba iko haja ya kujenga katiba imara ambayo inagusa sekta zote na ambayo pia inakubalika katika mabadiliko ya ujumla ya kiuchumi hapa nchini na duniani. Tukijua kwamba chemba ni mwanachama wa ICC, yani chemba ya kimataifa. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni lazima kikidhi pia mahitaji ya kimataifa, na kazi yetu kubwa ambayo tumetoa na serikali ni kuhakikisha kwamba tunafanya advocacy, tunafanya lobby ya sheria zetu ili tuweze kupata nafasi pana ya kukuza uchumi wetu nchi za nje, na hilo ndilo tunalolifanya hapa. Kwa jina naitwa Onisi Amacha, ni mkurugenzi wa SDA Product. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya
kurekebisha katiba mpya ya TCCIA. Kwa kweli katiba naona sasa hivi kwa mabadiliko itakapogusa sana watu wa viungo, madini ambao hawakuwepo mwanzo. Kwa hiyo tunategemea kwamba katika katiba hii vitabadilishwa vipengele vingi na vitawasaidia watu wengi katika nyanja tofauti. Jina naitwa Faustin France, ni mwenyekiti wa jasiriamali wadogo maarufu machinga mkoani Morogoro. Pia ni mwanachama wa TCCIA. Sema leo niko katika mkutano wa leo kwa ajili ya kupitisha dodoso la rasmi ya katiba ya chemba. Kama inavyojulikana kwamba chemba iliundwa mwaka nyuma, lakini sisi wakati huo tulikuwa hatujashirikishwa moja kwa moja. Kwa leo tunachoshukuru kwamba chemba wametuona na sisi tumejumuishwa kama wafanyabiashara wadogo katika chemba TCCIA. Kwa hiyo tunachofurahia ni kwamba na sisi sasa tunatambulika moja kwa moja. Lakini pia ningeshauri upande wa TCCIA wenyewe kwamba baada ya kutuona waendelee kutengeneza wigo mkubwa zaidi, kwa sababu kama unavyojua machinga ni wengi sana. Unapochukulia kwamba hawapo tu mkoani hapa, labda halmashauri ya manispaa Morogoro, wako zaidi ya mkoa wa Morogoro, wilaya zote. Kwa hiyo tunachosema kwamba sisi tunafurahia sana, na kwa siku ya leo tunapongeza TCCIA kwa kutuita katika mkutano huu na sisi kutoa maoni yetu na sisi kuchangia cha kwetu ambacho tunakiona, mwisho wa siku na sisi tufaidike na matunda mazima ya chemba. Kwamba zamani sisi tulikuwa tunaonekana kama ni watu wa kawaida kama wafanyabiashara wadogo, lakini sasa hivi baada ya kuingiza kwenye TCCIA upande wa chemba, tunashukuru sasa hata tukiwa na kero zetu na changamoto zetu zinafika moja kwa moja kwenye upande wa serikali na hatimaye serikali watatatua. Kwa hiyo kupitia chemba tunashukuru sana na tusaidia, na leo tuko hapa kwa ajili ya kupotea maoni na kila kitu kuhusu kuangalia katiba yetu ikae. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.